Want to welcome the speaker. Tukaweze kumwalika mhubiri. Can you just clap your hands to Jesus as the speaker comes forth? Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri tena zaidi. Heavenly Father, in Jesus' name. Baba yetu mbinguni kwa jina la Yesu. It is only by the grace that you can see the kingdom. Ni kupitia kwa neema tu tunaweza kuona ufalme. It is by your loving kindness, the Lord, you can help us to see the heaven. Ni kwa huruma zako tu tunaweza kuona mbingu. I bless your holy name, Father. Nalibariki jina lako takatifu Baba. You have taught me a lot today. Umenifundisha mengi leo. Thank you, King of glory. Asante Mungu wa utukufu. Because of your wonders, O Lord. Kwa sababu ya makuu yako. You prepared me this day. Umeniandaa leo. That I may speak to your people. Ili nikanene na watu wako. Thank you for your servant, the prophetess. Asante kwa mtumishi wako nabii. For using her to forge on the service today. Kwa kumtumia kuitengeneza hii ibada leo. And the grace that you have released upon each and every one of us. Na kwa neema ambayo umetupa kila siku. I praise your name and I honor your name. Nalibariki na kulitukuza jina lako. It is in Jesus' name that the church say amen. Kwa jina la Yesu kila mmoja sema amina. You can get seated. Unaweza kukaa. How many of you saw me today? Wangapi wenu waliniona asubuhi ya leo? Who saw the madman down there? Who saw the madman down there? Saw the madman. He was not mad. Who saw the madman down there? Nani aliona mwenye kichaa pale chini? Mwanda wazimu. Oh, lift up your hands if you saw. Ina mkono wako kama uliona mwanda wazimu pale chini. How many of you greeted that madman? Wangapi walimsalimia?
and told that man, today welcome in the house of our Father. Na kumwambia leo karibu katika nyumba ya Baba. How many of you? Wangapi wenu? And how many of just passed by? They just looked and said, Na wangapi walipita tu pale na kuingia kanisani? How many of you? Wangapi wenu? My sister, thank you very much. God bless you. Asante dada yangu, Mungu akubariki. You offered me tea. Ulinipa chai. God bless you so much. Mungu akubariki sana. You came and told me that servant of God. Tumishi wa Mungu. Oh, have some tea here. Pata chai. I saw Pastor Mnyao. She came there. She came the second time. Alimwona mchungaji Mnyao na akarudi kwa mara ya pili. She told me, Kamwambia, don't allow people to sit here. You enter in, you go. haturuhusi watu hapa nje, ni ukae ama utoke, uingie ndani ama uondoke. She was acting her responsibility. Alikuwa anafanya majukumu yake. I saw Pastor Daniel. Alimwona mchungaji Daniel, Came and looked at me. akamwangalia sana, And he gave some instructions and came in. na akatoa zile harakati pale, maagizo, na kisha akaingia ndani. I saw Pastor Eliza came there. Nikamwona mchungaji Eliza, She washed her hands very well. akaosha mikono yake vizuri. She said, have you seen the visitor? Umemwona? Akasema umemwona huyu Mugeni. mgeni? She asked that, she entered in. Na kisha akaingia. There is a certain lady who came, looked at me. Kuna msichana alikuja akamwangalia, She wanted to run away. akataka kukimbia. But the first person that approached me in a heart of sympathy was, first of all, was Imelda. Lakini mtu wa kwanza kumkaribia na ule moyo wa huruma ilikuwa ni Imelda. When the prophetess was just arriving, Ilikuwa ni mtumishi amefika, and the prophetess said, you must be concerned about this person. kisha pastor akasema lazima tujali kuhusu huyu mtu, You must be concerned, you people. lazima tuhusike. And she got in. Kisha akaingia ndani. But the second trip, people came down there, someone looking at me from far away, wondering, who is this? Kisha mwingine akapita akiangalia kwa mbali. But some were passing like missiles. Wengine walikuwa wanapita tu kama ile mabomu. Yesterday, when I was, the prophet called me and told me that, Pastor, you will have to speak on Sunday. Jana wakati mtumishi alipomuita On Friday, she told me on Friday. wakati wa Ijumaa alimwambia kwamba atahubiri leo, And God told me na Mungu akamwambia that people are preached to. watu wamehubiriwa sana. We received the word of God in this sanctuary. Tunapokea neno la Mungu katika hii madhabahu. But now, Lakini sasa I want you to see those who can be able to put it into practice. nataka uone ni kina nani wanaweza kuifanyia kazi. Number two, God told me, Kisha jambo la pili Mungu akamwambia, because you are the pastor of this church, pastoring this church, kwa sababu wewe ndo mchungaji wa hili kanisa, I want you to watch at the character of your own children. nataka ukaangalie tabia za wanao, And you know them and you'll understand them. na utawajua na kuwaelewa. And actually today, Lakini na leo kweli I looked at the characters of my children in this house. niliangalia zile tabia za hawa watoto. There are children who are so concerned, who is this, and they even want to come closer. I remember one taking, mwingine amechukua chupa zangu. Kuna wengine walikuwa wanajali sana, Hizi chupa huko ndani, sasa mvue na mnyesha hapa. They were so concerned. wao walikuwa wanajali sana. But some of you are looking and getting in. So, and God told me, Na Mungu akamwambia, tell my church, ambia kanisa langu, it's not about what they are preached to. si kuhusu kile wanachohubiriwa, It is what they put in practice. ni kile wanachokitendea kazi. And love of God is always concerned. Na upendo wa Mungu huwa ni wa kujali sana kila wakati. Even if that person is a madman, Hata kama huyo mtu ni mwandawazimu, even if you have never known that hata person, kama hujawahi kumjua, but be concerned, lakini kuwa na unajali, have sympathy, kuwa na moyo wa huruma, be with the love of God in you. kuwa na ule upendo wa Mungu ndani You will yako. be concerned to know Utajali kujua what is the problem, shida ni nini, where do you come from. umetoka wapi. Even I saw Pastor John, when Pastor John came there, akaosha mikono na sanitizer, akaangalia, akaingia ndani. So it is a measure of everybody. Ni kipimo cha kila mmoja wetu. And when I was
was there, Na alipokuwa pale, and of course it was raining, by the way. ilikuwa inanyesha. You saw that rain. I did not come out of that place. Sikutoka pale. I stayed there. Akakaa pale pale. Somebody who really disturbed me was Muluoto. From the word go Muluoto, twende ndani, na soro tembo toka hapa, tuingie ndani. Oh, sasa kwa nini? They had not discovered. Walikuwa hawajajua. But baadaye nadhani wamefanya mahesabu wakajua huyu ni pastor. So they changed the way of behaving down there. Wakabadilisha ile mitindo yao pale. Before they knew me, Kabla hawajajua. walikuwa na ukawasiwasi fulani. Huyu mtu ni jasusi, ni stambazi, ni mtu. But now, Lakini sasa, one thing that I want to thank this man. kitu kimoja nataka kuwashukuru nacho. First of all, they asked me, Wakaniuliza, would you like to have some tea? ungependa chai? They welcomed me in the service several times. Wakamkaribisha katika ibada mara nyingi. I told them that when the time comes, I will go up there. Akawaambia wakati ukifika nitakuja. Now let me tell you. Wacha niwaambie. In the word of God, Katika neno la Mungu, when Abraham was sitting under a tent on the tree of Mamre, wakati Abrahamu alikuwa amekaa katika lile hema katika ule mlima Ibrahim, the Bible says that 3 people appeared. watu watatu wakamtokezea. And when these 3 people appeared, Na hao watu walipomtokezea, when you read in the book of Genesis chapter 18, ukisoma kitabu cha Mwanzo 18, the Bible says that Abraham lifted up his eyes maandiko yanasema kwamba Abrahamu akainua macho yake and he looked forth na akaangalia mbele and he saw 3 people. na akaona watu watatu. This man was so tired. Hao watu walikuwa wamechoka sana. This man looked like dirty. Hao watu walikuwa ni But wachafu. the Bible says he pursued something. Lakini maandiko yanasema alijua kitu, He discerned that these people are extraordinary. akatambua kwamba hawa sio watu wa And the kawaida. Bible says that Abraham ran to these people. Na maandiko yanasema kwamba Abrahamu He akawakimbilia, went to them akawaendea and he asked them. na akawauliza, Told them. akawaambia. The Bible says he bowed 3 Maandiko times. yanasema kwamba alipiga magoti mara 3. He bowed and inama. Aliinama mara 3. After bowing 3 times, Baada ya kuinama mara he 3, told them, welcome, akawaambia karibuni, welcome, karibuni, welcome. karibuni. Not because he knew them, Sio kwa sababu aliwajua, but this man, number 1, he pursued something. lakini Abrahamu alijua kitu. And number 2, Na ya pili, he discerned something. akatambua kitu. These are not ordinary men. Hawa sio watu wa kawaida. These men are carrying my blessing. Hawa watu wamebeba baraka The zangu. Bible says that Abraham was the only man who was staying there and he was a foreigner. Maandiko yanasema kwamba Abrahamu alikuwa peke yake anaishi katika ule mji na alikuwa sio mtu wa pale. So Abraham knew Abrahamu akajua that nobody could have just come to him because nobody knew him. mtu angekuja pale kwa sababu hakuna aliyemjua. But when he saw these 3 men, Lakini alipoona hawa watu watatu, Abraham pursued something. Abrahamu akajua kitu. And Abraham knew Na Abrahamu akajua that there's something here today. kuna jambo hapa. As you are passing down there, Ulipokuwa unapita pale, I am just this very, very pastor. yeye ni mchungaji yule And yule. when I come this house, you seem to honor me. Anapokuja hapo unamheshimu sana. But today you saw me in a different perspective. Lakini leo ulimuona kwa mtazamo mwingine. So you are just passing, coming in, Kwa ulikuwa unapita tu. expecting that pastor is in the office, Ukijua kwamba yeye yuko hapa is in ndani. the altar. Hapo But I madhabahuni. was down there. Lakini alikuwa pale I chini. was watching at you. Alikuwa Will anakuangalia. you come today to me Umekuja leo and kwake be concerned upon my na life kujali maisha and yake. say Na today, kusema I leo. want to know who is this. Nataka kujua huyu When ni your nani. pastor is always concerned, Wakati pasta yeye you anajua. should know Lazima that ujue. God is looking at you now. Kwamba Mungu anaangalia Do pale you yako. know? Do you have love in your life? Una upendo ndani yako. How many people today Wangapi leo you pass them on the way? umewapita Some njiani even on your door. ukiwafungia milango yako, Even on your door, some came on your door. hata katika milango yako, But you could not even greet them. lakini hukuwasalimia. What type of love do we have? Ni upendo gani tulionao? When even you cannot come and say, hello, how are Hapo you? hatuwezi kusalimiana Because kwa sababu today Jesus leo Yesu was sitting at the door, alikuwa amekaa pale watching the sons and daughters of this house. akiangalia watoto wa nyumba hii. Jesus was watching. Yesu alikuwa anaangalia. We will have love. Je, tuna upendo? We will have love. Tuna upendo. I want to talk about the characteristics of love. Anataka anene kuhusu zile tabia za upendo. This is what I want to talk about. Hii ndio nataka kuongelea. Characteristics of love. Zile tabia za upendo. Now, before I begin, let us read Kabla tuanze, wacha tusome Matthew 25 verse 43. Mathayo 25:43. Now read NIV. NIV. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes,
and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. Kiswahili. Nalikuwa mgeni msinikaribishe. Nalikuwa uchi msinivike. Yes. Nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. There is one of my daughters in this house who shocked me when she was outside there. Kuna mtoto wake mmoja alimshangaza sana pale nje. Spiritual, that is Stella. Stella Came and stood there and she said, alikuja na akasema pale. Akasema, hii ni mtego gani na mjaribu gani tunaingia wapi nje? Akashangaa sana. She was perceiving something. Alikuwa anatambua kitu. Stella alikuwa kama anaona haya majaribu. Akauliza na hii mtego na majaribu tunaitoa hapa leo ni. And Stella is the only person katika wamama. She came and greeted me directly, mikononi hivi. And she told me, karibu. Na kaingia. Stella, she had that girl. Alikuwa na ile nguvu na ujasiri. So there I was learning. Yeye alikuwa anajifunza sana. So I was a stranger and did not take me in. I was naked and did not clothe me. I was sick and in prison and did not visit me. Nalikuwa mgeni msinikaribishe. Nalikuwa uchi msinivike. Nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. A stranger is somebody who you cannot know. Mgeni ni mtu ambaye hauwezi kumjua. It is not easy for you to socialize with a stranger. Si rahisi kutangamana na mtu usiyemjua. But Jesus says, I was a stranger and you did not take me in. Yesu anasema nilikuwa mgeni na wala hamkunikaribisha. Today, at the door of the church, katika mlango wa kanisa, at the entrance of the house of God, katika lile lango la kuingia katika nyumba ya there Mungu, was a stranger. kulikuwa na mgeni. But very few people Lakini watu kidogo managed to talk to a stranger waliweza kunena na yule mgeni and told the stranger, na kumwambia yule mgeni, come in. karibu. Not everybody will welcome Jesus, Sio kila mtu atakaribisha Yesu, especially when he seems to be in tatters. wakati ile anaonekana mwanzo amevaa matambara. No one will be able to face Jesus and welcome him. Hakuna yeyote ataweza kumkaribisha Yesu katika zile hali. Even in the Bible, Hata katika Biblia there are few people kuna watu wachache who welcome the angels in the house. ambao walikaribisha malaika katika nyumba zao. But Jesus says, Lakini Yesu anasema, they did not welcome me in. hawakunikaribisha mimi. I was naked Nilikuwa uchi, and did not clothe me. hakunipa nguo za kuvaa. It means that people who come to the house of God, Inamaanisha kuna watu wanakuja kwa nyumba ya Mungu and these people are naked, na hao watu wako uchi. we need to clothe them. Lazima tuwavishe nguo, Because Jesus is those people. kwa sababu Yesu ndio hao watu. Jesus will never come Yesu atakuja on a jet. katika He ndege, will never come hatakuja on a horse, katika farasi, so that you may know and say this is Jesus. ili uweze kujua huyu ni Yesu. He will come in a way Atakuja katika you will njia, never know. hautaweza jua. If you are not careful, Na kama huko makini, you will not let him come in. hautamkaribisha, You will reject him. utamkataa, You will undermine him. utaweza You kumkataa, will despise him. utamdharau. But in the same way, Na katika hizo hali, still Jesus loves you. Yesu bado anakupenda. There are people suffering. There are people going through challenges. Kuna watu wanateseka, wanapitia changamoto. They need people to encourage them. Wanahitaji watu wa kuwatia moyo, But nobody encouraged them. lakini hakuna anayewatia moyo. When I was down there, Alipokuwa pale chini, Lagat came. Lagati akaja, First time. akamwambia kwa mara ya kwanza, Akamwambia akauliza wazee, iko nini hapa? Huyu mtu ametoka wapi? Anafanya nini hapa? Lagat. Siko mbaya, akauliza. Akasema hapana, amekunywa chai. Au akamwambia unasikia anasema amekunywa chai. Akasema hapana. Kama alikuwa anaomba pesa pengine ana sadaka ya kutoa. Akatoa pesa kwa pochi lake. Akasema chukua hii utatoa sadaka. She gave me some money out of her. akampa pesa ya sadaka. That is the character of Jesus Christ. Hiyo ndio tabia ya Yesu That is the Kristo. character of the sons and daughters of Hiyo ndio God. tabia ya wana wa Mungu.
And then she was going but like she wants to come back. Alikuwa naenda kitaka kurudi. She came. Akarudi tena. And talked to me. Na kumuongelesha. Napenda kunywa chai. Nasema nishakunywa. Kwa sauti nyingine funny. Tena kile sister kasema sasa hapa sikafadhali tuingie ndani alafu tushiriki pamoja. Mungu na Yesu anakupenda. That was not enough. Baada ya ibada ya vijana she came back again. Akarudi tena. And this time she came with a very high gear. Alikuja na hali zingine za juu sana. Alitaka kununua pale kwa lazima. Anambia pana. And with this Juliana. Alafu dada yake Juliana yule meditator yule. Hakuja akasema tena na huyu mtu vile mnaona amekaa hapa ni Mungu ndiye amemleta hapa. Sasa na masikio nasikia na Mungu mwenyewe atamhudumia akiwa hapa na atapanda huko juu. Huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Msimwona amekaa hapa. She was perceiving something. Alikuwa anahisi kitu. Yaani nimejifunza mambo pale chini mimi nakwambia. I learned a lot of things. Amejifunza mambo mengi. And she did not go. Hakwenda. She stayed there. Akakaa pale. She stood there and said again. Akasema tena. Unaona huyu hata mtashangaa. Hata ni mhubiri mkubwa sana huyu. Msimuone amekaa hapa. Na kuna sababu gani Mungu ameleta? Alafu akasema uende hii ni lesson yetu. Hii ni lesson yetu Mungu ametuletea hapa. Mtajuaje? Hakuna alikuwa anijui. So kaongea. Chere ndiye amekuja akachukua chupa zangu akasema mtu tumeingiza ndani. Sasa mvua inanyesha tutakuaje hapa? Kwa sababu sasa hivi katika ibada afadhali tuende tushiriki pamoja. So I saw some people are so concerned. Aliona watu wakiwa wanajali. And being concerned doesn't need any money. Ule kujana kuhitaji pesa yoyote. Kujana mtu akuhitaji pesa yoyote. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. Amen. Now the word welcome me in Greek means lile neno kunikaribisha katika ile lugha ya Kiebrania inamaanisha assemble together. Kukusanya pamoja. Assembling together. Kukusanya pamoja. When you tell somebody welcome, unapomwambia mtu karibu, it means you are assembling this person together. Kumaanisha kwamba mnakusanyika pamoja. You want this person to be part of you. Unataka huyu mtu awe muwe pamoja. You want this person to be together with you. Unataka huyu mtu muwe pamoja. In the context of church meetings. Katika zile hali za kikanisa. Especially of gathering together to break bread. Katika ile hali ya kukusanyika pamoja kuvunja mkate. Kumega mkate. So when in Greek when they tell you welcome, it means katika Kigiriki wanapokuambia karibu, it means they are gathering you together. Inamaanisha kwamba wanakukusanya pamoja. You be part of them. Unakuwa mmoja wao. And break bread together. Na kumega mkate pamoja. Clothing the naked likewise as connections to the accepting the other spiritually. Mtu akiwa a coach na umvishe, ilo tendo la kumvisha linamaanisha kwamba umekubali kama vile alivyo na unataka awe vile zaidi ulivyo. I want to tell you one thing. Anataka kuambia jambo moja. The first landing point of Jesus, sehemu ya kwanza ya Yesu kufika on earth here, hapa duniani, was where? Ni wapi? Zizi la ng'ombe, hori la kulia ng'ombe. Why? Kwa nini? There was a reason why it was to happen that way. Kulikuwa kuna sababu kwa nini litendeka vile. Kama kila mtu angelijua kwamba ni pastor amekaa pale, hakuna mtu angeingia hapa. Na najua mngenibeba. Ninajua mngesema iwezekani tuingie ndani na pastor ametuwekea mtihani hapa. Huyu tunyanywe tuingize ndani. You would have carried me. Mngembeba. When you know that this is a king, unapojua kwamba huyu ni mfalme, you will honor this king. Utamheshimu. And the reason why Jesus was born in a manger, na kwa sababu gani Yesu alizaliwa katika hori, God covered that son. Mungu alimfunika yule mwana in that place, katika pale mahali, and he only informed few people, na akawaambia tu watu kidogo. Because if Herod would have realized, kwa sababu kama Herodi angejua, he would have killed that very son, angekuwa amemuua that very day, hiyo siku hiyo. So God is very wise. Yes, Mungu ako na hekima sana. God knows human beings. Mungu anajua wanadamu. God knows our hearts. Mungu anajua mioyo yetu. We sometimes pretend. Wakati mwingine tunajifanya. We don't become real. Hatui wa kweli.
is a very bad disease. Ni ugonjwa mbaya sana. Kama hakuna kitu ambacho kimenipatia leo joto shida kama kujifanya kwa mwenda wazimu. Kumenigharimu pale chini, mvua inanyesha siingii ndani. Na ngoja vile ambavyo inafaa niingie hapa. Watu wanakuja pale wanakusumbua wengine wanakuangalia kama kwanza kuna mwingine sitamtaja. Ameniangalia pale kashtuka. Amepiga powder na akaingia haraka. Ando nakisikia nikiwa pale, roho Mungu akiniambia unajua kuna watu wanaomba pale chini, shetani amekaa pale. Yale ni mapepo. Kwa hivyo kuna wazee wanasema baba katika jina la Yesu, ninavunja ile maroho ambayo mtu amebeba, ninaharibu na pastor wako. You see? Unaona? There are things that God is always concerned. Kuna mambo ambayo Mungu anajali sana. Number one, God is concerned about a loving heart. Mungu anajali moyo ambao una upendo. A loving heart. Moyo wenye upendo. Sasa tunashangaa pasa shughuli kwanza tena tuanze kuingia. No, we cannot reverse. Hatuwezi kuregesha nyuma. We are learning in this salvation. Tunajifunza katika huu wokovu. God is concerned about with a loving heart. Mungu anajali moyo ulio na upendo. So when Jesus was born in a manger, Yesu alipozaliwa katika hori la ng'ombe, there are only few people watu wachache who God informed, ambao Mungu aliwajulisha, and they went to see him, na wakaenda kumuona to confirm, ili kuhakikisha. love for Jesus Christ. Yesu makofi. Now there are two things that you need to have in your life. Kuna mambo mawili ambayo unafaa kuwa nayo katika maisha You yako. need to have a perceiving spirit Unahitajika kuwa na roho ya utambuzi and a discerning spirit. na roho ya kutambua, ya utambuzi. These two spirits, Hizi roho mbili when they are in a believer, wakati ziko katika maisha ya muumini, they help you so much zinakusaidia sana to understand spiritual world. kuelewa mambo ya kiroho ama ulimwengu wa kiroho. Like now Abraham Kama hivi Abraham was given that spirit. alipewa hiyo roho He perceived and he discerned. ya kutambua na kupambanua. But now you see, when now these angels are addressing Abraham concerning the issue of being pregnant, Wakati hawa malaika wanamwambia kuhusu ile hali ya kupata mimba bibi yake, Sarah listens when she's in kitchen. wakati Sara anasikia akiwa kule jikoni, Because she had no perceiving and discerning spirit. kwa sababu hakuwa na hizi roho mbili. Akacheka ile kicheko ya Madhara ni madharau makejeli. Yaani una Hello. hata mimi naweza sasa hii. Abraham. Huu ni utani. So what was lacking in Sarah, Kile kilikuwa kinakosekana kwa Sara, that what was in Abraham was not in Sarah. kile kilikuwa ndani ya Abrahamu hakikuwa kwa Sara. There is somebody who can just look at somebody, Kuna mtu tu anaweza kaona mtu, and because this person has got a discerning or a perceiving spirit, kwa sababu huyu mtu akona roho ya kutambua na kupambanua, you know that this person is angry. atajua huyu mtu akona njaa, This person has not eaten. huyu mtu hajawahi kula, This person is under stress. mtu huyu akona mawazo, This person has no peace. mtu huyu hana amani. Like there is a time I can come inside here, Kuna or wakati even I'm talking to Nabii, ako kwake na mimi niko kwamba alafu naongea naye. Bwana asifiwe sana, tumshukuru Mungu Nabii aliye hai. Hata sema amen. Atamuuliza wewe uko vizuri kweli leo? Nitamwambia niko sawa, niko sawa, niko sawa. Something was disturbing me. kuna kitu kilikuwa kinamsumbua. Niko sawa, ananiambia hauko sawa. Na uko kwapi? Can you imagine such a very discerning spirit upon somebody? Hiyo roho ya utambuzi ya kupambanua juu ya mtu, He can track it through your voice. anaweza kuipata kupitia sauti yako. The characteristics of true love according to the Bible, Kulingana na Biblia, zile tabia za upendo wa kweli, John 17:23. Yohana 17:23, I am and you in me. Yes. May they be brought to complete unity, Yes. to let the world know that you sent me and have loved them as even as you have loved me. Yes. Now,
These are the words of Jesus. Haya ni maneno ya Yesu. In Kiswahili, Kiswahili nasema mimi ndani yao, mimi ndani yao, nawe ndani yangu, nawe ndani yangu, ili wao wamekamilika ili wao wamekamilika katika umoja, katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ndiye ulionituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi, wao kama vile ulivyonipenda mimi. Yani kama vile Mungu alimtuma Kristo. Mfano, wacha nionyeshe katika kila mtu angalia mambo kwa heshima. Naomba kidogo simama tu heshima, aiyoga. Nataka uangalia now. I am Jesus. Yeye ni Yesu. He is God the Father. Yeye ni Mungu Baba. He wants to send me, anataka kumtuma with a message na ujumbe, so that I go and take it to Baraka, ili ulete kwa Baraka. By his word, kwa neno lake, is what I will go and perform. Ni kile ambacho utakuja kuifanya hapa. And not do something exceptional what she has told me. Hatafanya kinyume na kile ameambiwa. So I want to give her this Bible. Nataka kumpa hii Biblia. Whatever word she will tell me, chochote nitakomwambia, to go and tell Baraka, aje mwambie Baraka concerning this constitution, kuhusu hiyo katiba, is what exactly I will tell Baraka. Ndivyo atakomwambia Baraka. Which means, inamaanisha, when I do what she's telling me, kile anachofanya amwambiwa, I am the same with her. Wako kitu kimoja. We are one thing. Wao ni kitu kimoja. For whoever obeys yoyote anayetii the word of God, neno la Mungu, is loved by God. Amependwa na Mungu. Is loved by God. Amependwa na Mungu. And God is in him. Na Mungu ako ndani yake. So such a person, mtu kama huyo, he carries God himself. Anabeba Mungu mwenyewe. Now watch at this. Pelekee mwanangu Baraka, mwambie asiogope, niko naye mpaka mwisho wa dahari. Amen. Baraka. Yes. Okay. Na usiogope, kwa sababu baba yangu yuko nawe hadi mwisho wa dahari. Now the thing is, jambo hili. Now, here is where the problem is. Hapa shida ndipo ilipo. Jesus has already spoken to us. Yesu ashanena na sisi. The pastor Eliza, fear not. Kwamba mchungaji Eliza usiogope. I am with you. Niko pamoja na wewe. Now the problem is, shida ni hii. I obey the word of my father. Ametii neno la baba yake. So you need to obey the word that I've spoken. Kwa hivyo nataka uheshimu neno lake, which has come to the father. Ambalo limetoka kwa baba. When you obey that word, Eliza, unapotaa hilo nini? That which I have spoken to you. Ambalo ameninena. Never fear. Usiogope. I am with you. Ako pamoja nawe. All of your life. Maisha yako yote. That is what God means when he says. Hichi ndicho Mungu anamaanisha. So you should not fear. Usiogope. But the problem is, lakini shida ni, after Jesus giving us the message, baada Yesu kutupa ujumbe, as the church, kama kanisa, that we should not fear, tusiogope, but we still fear. Lakini bado tunaogopa. And that is where the devil is on us. Hapo ndipo shetani yako juu yetu. We don't need to fear. Hatuhitajiki kuogopa. Because already God has given us power. Kwa sababu Mungu tayari ashatupa nguvu. We carry the power to overcome. Tunabeba nguvu za kushinda. Yes. So when Jesus speaks to us, wakati Yesu ametunenea, he says, I speak what my father has sent me to speak. Anasema ananena kile babake amemtuma akanene. Mtoto akikosa kwako na umpatia maagizo, unafanya nini? Kama mzazi, si hata kuchapa, unamwadhibu. So there are certain things that take place in our lives. Kuna mambo ambayo yanatendeka katika maisha yetu because we don't honor and respect the word of God. Kwa sababu hatuliheshimu neno la Mungu. That one has its own consequences and repercussions. Hiyo ina madhara yake yenyewe. Now, number one, jambo la kwanza, true love, upendo wa kweli, can tolerate pain or suffering without complaining or getting angry. True love
Upendo wa kweli can tolerate pain unaweza kuvumilia uchungu or suffering ama mateso without complaining bila kunungunika or getting angry. ama kuwa na hasira. True love, Upendo wa kweli, I actually I'm insisting on what you call the true love. yeye anatilia mkazo kwa ule upendo wa kweli Can tolerate pain unaweza vumilia uchungu or suffering ama mateso without complaining bila kunungunika or getting angry. ama kuwa na hasira. Now, Sasa most of us, wengi wetu our love complains. upendo wetu unanungunika sana. Our love murmurs. Upendo wetu ni wa kunungunika na manunguniko. We cannot bear with pain. Hatuwezi kuvumilia uchungu. You better say, let it be, Wewe unaweza kusema wacha iwe and go away. na utoke uende, But true love lakini upendo wa kweli will never complain. hautanungunika, Will never complain. hautaweza kunungunika It kama bears suffering. unavumilia mateso. Na wacha nikwambie, kama kuna kitu kinafanya watu wanaogopa wokovu ni mateso. But promotions come through affliction. Lakini kuinuliwa kunakuja kupitia mateso. Promotions come through suffering. Kuinuliwa kunakuja kupitia kuteseka. When I say suffering, what do I mean? Wakati anasema kuteseka anamaanisha nini? Hakuna vile Yesu angelishinda atupe ushindi pasipo msalaba. Ilikuwa lazima Yesu avumilie uchungu msalabani, ndipo mimi na Pastor Mnyao tuokolewe. Na kama ile ilikuwa ni mateso, hapana. Paulo anasema inashiriki mateso pamoja na Kristo. Paulo. Sasa wewe je? Jambo la pili, Love is kind. upendo ni wenye huruma, karimu. Love, true love, Upendo wa kweli is kind. ni ukarimu. So what I was mentioning, number one, you should write love is patient. Sorry, love is patient. Number one, Waandike kwamba upendo huvumilia, which tolerates suffering without complaining. ambao huvumilia mateso bila kunungunika. Number two, love is kind. Ya pili kwamba upendo ni ukarimu. True love has a gentle, caring and compassionate heart. Upendo wa kweli huo uko na moyo wa kujali, A gentle heart. It has a gentle heart. moyo wa ukarimu, Caring and compassionate heart. Caring and compassionate heart. kujali na huruma, Yes. moyo wa kujali na huruma. Sikumbuka kuna ni mama gani, wacha tumia mfano hapa nimeona leo. Kuna mama moja amekuja, nilikuwa nilikuwa nchini Marekani nimejikunja. Huyo mama kusema lakini there's something I learned that woman. Kuna kitu umejifunza. Amekuja akakaa pale mbali. So I was reading, God helped me to read the heart and the mind. Kabidi awe anasoma mawazo yake Na moyo. na moyo wake. Na connect. So I was there. Ule mama mniangalia na akaingiwa na huruma mwingi sana. Lakini kitu ule mama ameshindwa, imefika mahali akashindwa, sijui kama huyu mtu, unajua kuna mambo tunafundisha hapa, lazima uwe careful. Lakini akaona huyu nazaenda pale na pengine kuna mapepo amebeba na yakamedhuru. Lakini amefikiria na akawaza nitamsumbua, lakini hata alikuwa ananawa maji, lakini hizo mikono naona zimelegea kabisa. Akanawa, anasema tu Yesu, akanawa hapo, anatembea pole pole, akaingia ndani. Ilikuwa ni msumbua. There is that caring heart. So love is kind. Upendo ni ukarimu. Where there is kind, there is that feeling for someone. Pale palipo na ukarimu kuna ile hisia za You feel for somebody. unakuwa na hisia na mtu. Number 3, Jambo la tatu, love is envious. upendo It's not envious. sio
hauna wivu. Upendo hauna wivu. Love is not envious. Upendo hauna wivu. True love, Upendo wa kweli, is full of thanksgiving. Umejaa shukurani. It never envy other people. Hauna wivu kwa wengine. But the people, if we want to know that this person has no true love, Ukitaka kujua huyu mtu hana upendo wa kweli, wacha mtu apate kitu ambacho mtu bado hajapata, usikie comment, utajua mtu ana wivu. Sikia comment. The way that person will comment, huyo mtu atasema, kwa sababu ameona mwenzake, and these things are not only outside there, that even in the church. Yako hata kanisani, sio kule nje peke yake. You see, women will normally give up very fast. Wanawake wao wanakata tamaa sana. Sisi watu wanadamu haraka tunakata tamaa sana. Number 4. Jambo la 4. Love is humble. Upendo umenyenyekea. True love is not proud. Upendo wa kweli hauna kiburi. True love is not boastful. Upendo wa kweli haujivuni. It is humble enough to admit its own mistakes. Umenyenyekea kiasi cha kwamba unakubali makosa yake and strive to correct them. Na kutilia mkazo kuyabadilisha. Upendo, ukiangalia upendo, utapata upendo huo unanyenyekea na unakubali makosa. Sasa hii shida sana sana katika ndoa. Kama uko na bibi yako, njoo hapa mbele. Bwana na bibi yako njoo hapa. Nataka tuongee mimi na wewe. Wewe, si bwana wako hapa mbele. Upendo. Njoo hapa na bibi yako. Wewe, wacha kuniangalia bwana. Kama una bibi yako njoo hapa naye. This one. Hii in the marriage, this is a problem. Katika ndoa hii ni shida. Kila mtu simama na kibeti chako. Baya. Songa vizuri. Now, sasa basi, love is humble. Upendo umenyenyekea. True love is not proud and boastful. Upendo wa kweli hauna majivuno na kiburi. How? Vipi? When I am a man, yeye wakati ni mwanaume, when I do something wrong, anapofanya jambo vibaya, and to an extent of hurting my wife, na kufikia kiwango cha kumdhuru mke wake, what it means, kile inamaanisha I should admit my mistake. Lazima kubali makosa yake, and after admitting my mistake, na baada ya kuyakubali, I should ask for forgiveness. Aulize msamaha. Whether I am a man, hata kama yeye ni mwanaume, even if I'm the head, hata kama yeye ni kichwa, even if I'm the pilot, hata kama yeye ndo kichwa, even if I'm the president, hata kama ni rais, even if I'm the right, wrong referent, hata kama yeye ako hayo yote, I must admit the mistake to my wife. Lazima kubali makosa kwa bibi yake, and I should tell her, na amwambie, I'm sorry, pole for what I've done, kwa kile nimekitenda. Jana ulileta ugali kwa meza, ulipoleta ugali nilipoonja hivi mboga nikakwambia haujui kupika, ilimuumiza. So I need to forgive, to ask for forgiveness. Lazima aombe msamaha. Can I continue preaching? Niendelee kuhubiri. I should admit my mistakes. Lazima akubali makosa yake. Me as a man, yeye kama mwanaume, I should admit my mistakes. Lazima kubali makosa yake. Now, it is not easy for the African man to admit his mistakes. Hiyo si rahisi kwa wanaume wa Kiafrika kukubali makosa yao. Because they feel that they have become weak. Kwa sababu wanaona some things before their wives. Kama wamekuwa wadhaifu wanapokubali makosa yao kwa wake zao. It all comes from the Asian behavior of the old grandfathers. Inatoka kule kwa mababu zetu. Amen. The love for Jesus. Yesu makofi. Now, sasa basi, the good example to Jesus, mfano mzuri kwa Yesu, to us men, kwa
kwa sisi wanaume, Because we have come in the house of God so that God may made us. kwa sababu tumekuja kwa nyumba yake ili atutengeneze. When Jesus was on the cross, Wakati Yesu alipokuwa msalabani, he was a king. alikuwa mfalme, He was carrying the glory. alikuwa amebeba utukufu, He was the honor of everything. alikuwa yeye ndo mmiliki wa kila But kitu. when he was on the cross, Lakini alipokuwa pale msalabani, after he was nailed baada ya kudungwa misumari with his fellow men, na wanadamu wenzake, wanaume, the Roman empires, wale Warumi, but on the cross, lakini pale msalabani Jesus says, Yesu akasema, forgive them, Father, wasamehe Baba, for they don't know what they're doing. kwa sababu wajua wanalolifanya. He asked for forgiveness Akauliza msamaha for the mistakes they had not kwa done. yale makosa walikuwa wamefanya. Aliomba msamaha kwa makosa ambayo alikuwa hajafanya. Na alikuwa mwanaume, alikuwa ndiye amebeba utukufu, alikuwa na uwezo, ulimwengu, mbingu na nchi zote amepewa mamlaka. Lakini alisema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Now when we come in the house of God, Tunapokuja katika nyumba ya Mungu, iwe mimi na Mashobo, when our wives tunapowafanyia makosa, lazima tuombe nini? Msamaha. I use the word must. lazima anatumia hilo neno. If you are the son of God, Kama wewe ni mtoto wa Mungu, if you love Jesus, ikiwa unampenda Yesu, if you want to save your marriage, kama unataka kuokoa ndoa yako, you must ask for forgiveness. lazima uombe msamaha. Now the same applies to women. Hivyo pia kwa wanawake. When you wrong your husband, Unapomkosea mume wako and you know very well na unajua kabisa that you have done a mistake, ya kwamba umekosea, you have wronged your husband, umemkosea mumeo, you must swallow your pride lazima umeze kiburi and chako say, forgive me. na umwambie nisamehe. Whether you call him mandasi, whether you call him mandasi, whether you call him peremende, whether you call him shimelemende, that is no. The thing is, ask for forgiveness. Jambo hili muombe msamaha. The reason why the church is not effective today, Sababu kanisa halina mguso leo. the problem begins at home. Shida inaanza nyumbani. If we cannot solve problems at home, Kama hatuwezi kutatua shida zetu nyumbani, it affects the church. inaleta madhara kanisani. If you cannot say sorry at home, Ukiwa huwezi kuomba msamaha nyumbani, you cannot say sorry to Geoffrey here, huwezi kumwomba msamaha mchungaji, you cannot say sorry to Baraka. huwezi kuniomba msamaha. We must learn from home. Lazima tujifunze kutokea nyumbani. Charity begins at home. Tabia zinaanza nyumbani. When you wrong your couple, Unapomkosea mwenzako, ask for forgiveness, omba msamaha. regardless of the prophet, Haijalishi shida ni gani, regardless of the mistake, haijalishi shida ni gani, regardless of the level of education. haijalishi kiwango cha elimu. Go down, swallow your pride, Enda chini, meza kiburi chako and say, I am sorry. na useme nisamehe. Kuna mama alipika ugali, tumeenda mali, alipoleta ugali akiona kwa meza mpaka ikaslide kidogo iende chini. Nikaona mama yake amemwangalia ile jicho kusema, bahati yako wageni wako hapa, bahati yako wageni wako hapa. Akaja na mboga tena. Ushaonaka mtu amekuwekea mboga kwa sahani, sahani akae vile kila sema supu iende chini. Aliachilia mpaka. Now, Sasa basi, we should not be pretenders. tusiwe watu wa kujifanya, We should be humble. tuwe wanyenyekevu. Humility comes from where? Unyenyekevu unatoka wapi? Si kujifanya. Humility comes from the heart. Unyenyekevu unatoka kwa moyo. And if you, the Bible says that let man love Wacha mwanaume apende the wife, ampende mkewe, and let the wife be submissive. lakini wacha mkewe akanyenyekee. I'm preaching to my. If I cannot love, Kama yeye hawezi penda, she cannot be submissive. hawezi kunyenyekea. And I'm telling you as your pastor, Nawaambia kama mchungaji wenu, it was a problem to me. ilikuwa ni shida kwake. It was through prayer. Ilikuwa kupitia maombi. It was through the servant of God Kupitia mtumishi wa Mungu. that I had to learn how to love. Alijifunza jinsi gani ya kupenda. Unajua kuna mistake upendo na tamaa. Upendo ni jinsi ya kucultivate. Utamfanyia kitu mtu alafu anyenyekee. So when we love our wives, tunapowapenda wake zetu, we automatically be submissive to us. wao basi
tayari watanyenyekea. But if you will remain in the house saying, I'm the head, Lakini ukibaki pale ukisema wewe ni kichwa, you will find yourself being tail. basi utakuwa mkia chini. For example, I was watching. Kwa mfano alikuwa anatazama. I thank God for my wife. Anashukuru kwa mke wake. Because I married a lady who is more educated than me. Yeye ni mke ambaye ana elimu kumshinda. So ilikuwa ni mtihani kwangu na mtihani kwake. Ilikuwa ni shida. I want to understand what I'm saying. Nataka mkaelewe kile ninachokisema. That sometimes, Wakati mwingine, because she's learning, kwa sababu yeye amesoma sana and she gets money, na anapata pesa, if she's not careful, kama yeye hako makini, she will despise the head. basi atadharau kichwa. And because for me I'm not learning Lakini kwa sababu yeye hajasoma to her level, kwa viwango vyake, I would want to use boxing. anataka kutumia vita. In fact, jaribu. You will know the woman is stronger than you. Utajua huyo mwanamke ana uwezo wa kukushinda. Not the war of hands, Si vita kwa mikono, but the war of here. kwa mawazo. Don't play around with these people. Usicheze na hawa watu. Their action is louder than Jack Chan. Matendo yao yamemshinda yule Jack Chan. They can Jack Chan you, Wanaweza kukujack Chan. and you will know the blow of Jack Chan is greater. Na utajua ngumi ya Jack Chan ni kuu. You try Jack Norris but nothing. Unajaribu kumchuck Norris lakini hakuna lolote. It will be nothing. Itakuwa sio kitu. You will lay there and say, I am nothing as a man. Utakaa pale useme mimi bure kama mwanaume. So these women need to get intelligence of God. Wisdom of God. Wanahitaji hekima ya Mungu. Intelligence of God. Elimu ya Mungu. That is what men need Hivyo ndivyo wanaume wanahitaji. to lead their family. Kuongoza familia zao. Say amen. Amina. Young ladies who are here, Wasichana wadogo ambao you are soon getting married. mtaolewa hivi You karibuni. young man who is here, Wewe kijana yule you hapa are soon getting married. utaoa hivi This karibuni. is what I want to tell you. Hivi ndivyo nataka You kukwambia. must begin to pray for wisdom Omba hekima early enough. kwa mapema. Ama kama sivyo, hiyo nyumba utaona kuna Tyson na kuna huyu mtu anaitwa kuna jamaa mwingine wanapigana Big Show. Itakuwa Big Show versus Tyson. Now lastly, Mwisho, before people go to sit, kabla mwende mkae, I'm part of you. yeye yuko sehemu yenu. Humility Unyenyekevu is planted where there is love. umepandwa palipo na upendo, And true love. na upendo wa kweli. Usione nguo ya bwanako inachakaa alafu nasema wewe nguo zako zinachakaa tu. Zinachakaa, hiyo ndio hivyo. Hakuna kitu kama hiyo. If there is something you can do it. Kama kuna jambo unaweza fanya. Sisi wanaume tuna weakness ya mambo mawili. Socks. Na nguo zetu zile zingine tunaweza vaa hata zikawa nyusi. And if you want to get a woman who can hold you, Usipopata mwanamke wa kukushikilia. utatuona nje, lakini socks nikitoa utaanza ndio urudi angalia. Amen. So when there is a true love, Palipo na upendo wa kweli, you must have to work the weakness of your husband. lazima utendee udhaifu wa mume wako, ufanyie kazi. Do you know why we are two? Unajua kwa nini mko wawili? Do you know why we are two? Kwa nini mko wawili? Because you need to carry my weakness. Kwa sababu ubebe udhaifu wake And I will carry your weakness. na ni ubebe udhaifu You wako. don't break me in my weakness. Usinivunje katika udhaifu And wako. I should not break you in your Na weakness. nisikuvunje katika udhaifu We wako. need to carry one another in weakness. Tunahitaji kubebeana katika udhaifu wetu. Jesus carried us in our weakness. Yesu alitubeba katika udhaifu As wetu. a church, Kama kanisa, Jesus carried us on his weakness. Yesu alitubeba katika udhaifu wetu. Hata leo hii wengine bado tuna hara kiroho, anatupanguza. Tuna makamasi kutembea. Makamasi Yesu anapanguza. So kwa ndoa si ati kwa sababu mimi napasa pesa mingi, alafu sasa huyu naye naona ni nothing. Kwa sababu yeye ni bibi wa nyumba, tamfanya kuwa mtumwa. No. Sio hivyo. Na si kwa sababu unapata pesa, unachukulia bwana wako ni kikapu cha kubebeanga nyanya ukienda sokoni. Mume wako unamgeuza kwa kikapu. Listen to me. Nisikize. Ninyi wengine mmekaa hapa, bwana zenu wako kwingine. Na nyinyi mko hapa wa mama. Take this at home. Peleka hii nyumbani.
You need to respect. You need to humble. You need to love. Lazima unyenyekee na lazima upende na lazima uheshimu. Hata kama bwanako kama vile Pastor Jeffrey alikuwa amekaa pale chini. Osha, chukua omo. Peleka kwa bafu. Chukua sponge. Kuna ile kunaitwa amaondo. Ile kalaba shida kutokanga huko. Ile unawaanika alafu inachibambua yenyewe. Chukua usugue kwa mgongo, usugue moshi. Kwa nini kanisa hatuendi popote? Ni kwa sababu hataki kukubali kupenda. Hakuna upendo. Kwa nini ukiangalia mtu tu na ushawajiuza kwa nini? Mimi naweza kuwa naongea ama Angola naongea hapa na mke wake, badala kuona mazuri ni mzee anaongea anaonanga ile mabaya. Ama pastor mkao kaanza kuongea asema naongea na ujinga. Wacha ongea ujinga kwanza. Akimaliza kwa sababu ya upendo mrekebishe na umsaidie. Yesu Kristo ndio Bwana wetu. Sisi ni wake zake. Hakuna siku Yesu amesema nimesiwe na wewe umeongea matope hauna maana. Hakuna. Hata leo kwenye maandiko bado anasema nakupenda. Hata baada ya kuingia kwa kaburi na kutoka kaburi na kiinuka, bado alienda akawaambia niko pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Lakini wewe unasema ndani ya moyo wako kwamba huyu mtu akinipatia tu ruhusa leo, enda kwako na mimi niende zangu. God has loved you. Mungu amekupenda. Love whoever is around you. Penda aliye karibu nawe. And you will see the goodness of the Lord. Na utaona ukuu wa Mungu. The love for Jesus Christ. Yes. Or if forgive to get rid of hatred and enjoy peacefulness. Samehe kuondoa ile chuki ndani yako ili upate amani katika maisha yako. Never allow pain in your marriage. Usiruhusu uchungu katika ndoa yako. Never allow pain in your house. Usiruhusu uchungu katika ndoa yako. It will break yourself. Itakuvunja wewe mwenyewe. When you have pain, never breaks another person, it breaks you. Unapokuwa na uchungu ndani yako na kuumiza wewe mwenyewe. Because you are the one who is carrying. Kwa sababu wewe ndio umebeba. Do away with unforgiving spirit. Achana na roho ya kutosamehe. We are in the church, yes. Uko kanisani ndio. We are in the marriage, yes. Tumeoa ndio. You are a young man, yes. Wewe ni kijana ndio. But there is no forgiveness inside of us. Lakini hakuna msamaha ndani The yetu. church is full of hypocrisy. Kanisa imejaa unafiki. People never want to forgive. Watu ambao hawataki kusamehe. They are carrying people in their hearts. Wamebeba watu mioyoni mwao. Look at them. Waangalie. Shame on you. Aibu kwenu. If you are carrying people in your heart. Kama umebeba watu moyoni mwako. Usijue kipande kwa kona nitamdunga kisu. Usijue akija nitamtilia sijui. Wewe utatilia. I've not gone out of my topic. Hajatoka katika ujumbe wake. I'm talking about love is humble. Anaenda kuhusu upendo unanyenyekea. If you want to know a place where there is a true love, ukitaka kujua mahali ambapo kuna upendo wa kweli, those people are humble to one another. Wale watu wamenyenyekeana wao kwa wao. Ushaonanga mtu ambaye ukianza tu kuongea tu namwambia nataka kesho kwenda sokoni, twende tuangalie kama naweza pata makaa ama unasemaje? Sasa wewe unasema makaa, unasema makaa, hapo unasema sielewi mama yako hata nafikirianga na kama uko nje na kama unatembeanga hata ulipokuwa na juzi hata jana usiku uliingia hapa nilipanga na nguo yako niliona kama kuna kitu hapa wewe jaribu kufanya hivyo mwanaume mjaluo. Wakati ule basi cha kukombolewa. Ndio hisi ya kusema ni mbaya. Unajua kama mnagabu ya kukombolewa
unajua unaweza kuwa tu mtu mema. So usionage wewe mtu ambaye unakaa naye alivyo unamfikiria. Iko siku nyingine neema itaisha. Unajua neema ya Baba hata yeye ametupatia inaenda, lakini kuna wakati maandiko yanasema itatoka. Hata ile neno ambalo tunasikia litakuwepo tena. Kuna neema ya mtu ikisha, usikie na kuambia nasikia nimekushinda. Si kwamba ati anasema asikia na kushinda kwa sababu eti ni kitu ambayo hapana, ni kwa sababu kumefikia mahali, kuna mahali akurekebiki, kuna tabia ziondoki, na kuna mambo ya songo. Na wakati mtu anapokuombea wewe, chukua tu ya kubadilika. Wakati mtu anakuombea, hata mchungaji wako usizoee, kwa sababu kuna maombi. Badilika. Unaambiwa jamani, leo wacha kufanya. Unarudi. Siku nyingine Baba utoa hiyo neema. Wanatoa ndani mkaya. Hata hiyo ndio bana chungulia mali. Tumepata kitu. Mungu abariki sana. Tugia Bwana sema kwa. Now, sasa basi, I want to give you the remaining two. Anataka wape zile za mwisho. If God's willing, the remaining ones I will finish them. Kwa mapenzi ya Mungu zingine pia tamalizia. Love is respectful. Upendo uheshimu. Love is respectful. Upendo uko na heshima. Upendo unaheshimu. Upendo unaheshimu mafuta. Upendo unaheshimu nini? Nini ngine? Upendo unaheshimu uhusiano. Upendo unaheshimu. Thank you very much. Upendo unaheshimu uhusiano. Kitu kingine? Stella, upendo unaheshimu nini? Mamlaka. Upendo unaheshimu mamlaka. Mwingine? Age. Yes. Very good. Upendo unaheshimu umri. Acha niwaambie kuna kitu moja Mungu amenifundisha kwa ministry. And that's why kitu moja nabii amenichallenge sana hapa katika heshima na unyenyekevu wake na Pastor Mnyongo. Nabii nitaenda kwake nitamwambia kitu. But ukisikia respond unasikiane unyenyekee mpaka uingie ndani ya ardhi, kwa sababu unashindwa hiyo heshima. Kuna wakati mwingine namwambia kitu kuhusiana na mambo ya huduma. Namwambia hapo, namwambia hauna kutoa chuma katika heshima. Ananiambia msana sitie. Na huwa ananiita majina na naelewa akiniita hili anamaanisha nini. Anaweza niita my son, alafu ageuza aseme kuhani, nimekubali kuungana ofisi yako, alafu kisha aseme pastor wangu. Anasema ananitanga my pastor. Sasa najiuliza, hey pastor, why? Kwa nini? Huyu mama huyu mnyao, she calls me son, and when addressing the issues of the ministry, tunamwambia mambo ya huduma. unaona kwa pastor mnami kwenye wengine kwa ataingia hapa aketi aseme senior. Sasa nageuza wacha sana, anasema senior, naomba kuongea nawe. Sio kwamba atajiingilia tu pale aseme wewe kuja hapa, wewe ndio unataka tuongee, kuja hapana. Anaingia hapa mwanza, nauliza kanaitwa mtu senior, Ninaweza kuongea na senior. na mimi kwa sababu hiyo najisikia kunyenyekea, nasema ai mama sijui na kasi tena jina ngapi. So what I normally do, nasema mama you're welcome. Makaribisho. Come sit on that chair there. She sits on that chair. Anakaa pale kwa kiti. And she tells me, na ananiambia, son, mwanangu, my senior, I have got something to address to you. Kuna kitu nataka kuambia kwako. Na mimi namwambia, mama sema mtumishi,
ataongea amaliza seme, I thank God, asante kwa wakati wako, Mungu akubariki sana, and I respect my son. Huyu respect, heshima haiendi kulingana na pesa ulizonazo. Heshima, utaheshimu mdogo, utaheshimu mkubwa, wa umri wako, wa umri mkubwa na mdogo, utawaheshimu wote. But the problem is, shida ni hii, watu wakija mbele zako unaanza wanasema namna gani? Unaanza kuwapanga kwa classes. Wewe nikiangalia wa pesa shilingi 10,000 hapa 5 6. Huyu asipa sio hapana. Hawa tunaanga nao wakati. Okay, huyu mwenye anaonekana huyu wako. Haya huyu sawa. No, respect should be to everyone. Heshima lazima iwe kwa kila mmoja. So honor, heshima, respect, kuheshimu that person, huyo mtu. And you can only respect, na unaweza kuheshimu tu when there is a true love in you. Wakati una upendo wa kweli ndani yako. But without true love, lakini bila upendo wa kweli, no respect to anybody. Hakuna heshima kwa mtu yoyote. You will never regard anybody. Hautajali yoyote. Because not true love. The second last one, ya mwisho, love is calm. Upendo umetulia. Love is calm. Upendo umetulia. The Bible says that Jesus was taken on the cross. Maandiko yanasema kwamba Yesu akapelekwa msalabani, just like a sheep, kama vile kondoo going for slaughter, anavyoenda kichinjoni kuchinjwa. He didn't even say a word. Hakusema neno lolote. He was quiet. Alikuwa amenyamaza. He was calm. Alikuwa ametulia. Even if you have gone through problems, hata unapopitia shida, that is not time to howl and howl. Si wakati wa kuongea tu. It is time to be calm. Ni wakati wa kutulia. You listen to the direction of God. Unasikiza tu sauti ya Mungu. That's not the time to go here and there. Si wakati wa kwenda hapa na pale, searching for solutions, kutafuta msaada to the human being, kwa wanadamu. You need to be calm. Lazima utulie. Listen to God. Sikiza Mungu. Listen in prayer. Sikiza kwa maombi. Be calm. Tulia. Lakini kuna mtu akipata na shida, ndipo atajua kwa nyumba ya Juliet, atajua kwa nyumba ya Katindi, atajua kwa nyumba ya Kasumwa, nyumba ya Kachero, ashaingia huko. Yana kwa kila mahali. Dada, Bwana asifiwe, amen. Hata nitakaa, ninaomba tafadhali uniombee. Kwa nini? Mtoto wangu kwa homa na homa. Dada anza. Na Mungu akubariki. Anakimbia kwa mwingine. Dada, mtoto wangu anakufa. Niombee kwa homa. Mama kama mzee. Alo. Bwana asifiwe. Hapa kwangu si kuzuri. Kuna nini? Nakwambia mchungaji kumeumana. Kuna mtu anakufa huko. Hata ningetamani tayari uko hapa. Unaweza kutumia credit pesa kwa M-Pesa, upande pikipiki haraka ukimbia hapa, aka katoto na kama kameshageuka macho. Ukienda kufika kwa nyumba kila mtu ako saizi. Pasa anza kuomba. Paka unashuhudia anzia wapi? Juu ande shetani toka kama baba anaweza sema kwanza baba katika jina la Yesu. Ukasema toka. See, we need to be calm. Lazima tunahitajika kuwa watulivu. Ambia jirani yako wewe kuwa mtulivu. Wacha kutapatapa. Upendo hautapitapi. Pastor, Yesu wakati ambapo maadui wanakuja, nataka kutofautisha kati ya Yesu na wanafunzi. Wakati wale maadui wanakuja kushika wale maskari wa Roma. Waje nikwambie actions vipi kwa watu wale. Kwa Yesu alikuwa amekuja kwa wanafunzi na waambia nini? Hamwesoma kwa mstari mmoja. Inukeni muombe kwa sababu msije mkaanguka majaribu. Anamaliza kwa sababu alienda akarudi mara 3. Soma jamani hawa na zile mienge, na wamekuja na rungu, wamekuja na panga. Sasa Yesu alikuwa so calm. Yesu alikuwa ametulishwa. Akauliza, nimekaa na nyinyi siku zote,
mbona leo hii mnanikujia kwa mapanga na kwa marungu? Lakini Petro, angalia Petro na wanafunzi wakaanza kuteteleka. Petro siku ile amekumbuka mahali kisu chake kinakaa, akatoa tayari. Ati Yesu ndio baada anaongea, amemaliza na mmenikujia kwa marungu na mapanga. Petro ametoka usingizi, akapanda Yesu ndio na hadi hao, akasema the only way ni kutoa. The first time kusikia katika maandiko Petro anatoa njora yake na akatoa, na hakusita. Ati Yesu baada anaongea na watu, unajua sasa umeshafika na marungu na mapanga tena. Hiyo haikutosha, alikuwa tayari tena anyoe mwingine. Yesu alifanya kumwambia regesha. So ukiwa katika taabu na shida na kuna upendo wa kweli, utakosa amani na utulivu, na unaweza fanya kisanga ambacho mtu hatadhania. Uwe pastor, uwe deacon, uwe rangi za askofu, archbishop times 3, if you don't have the true love and covenant is you in a problem, you will do something that you will come to regret. Utafanya jambo baya ambalo utakuja kujutia kama hauna utulivu katika maisha yako. Yesu akamwambia Petro, awaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Which means alikuwa anakemea Petro, maana Petro akufanya kitu cha sawa. Watu walio katika usingizi wa kiroho, wasiokuwa na upendo wa kweli na amani ndani ya mioyo yao, we will mess up in our spiritual life. Tutafanya mambo mabaya katika maisha yetu ya kiroho. And we will mess up in our physical life. Tutafanya pia mambo mabaya katika maisha yetu ya kiasili. Ndio maana wokovu umefika mahali kwa sababu hauna pesa. Wacha sasa nikuonyeshe. Yesu akiniletea pesa. Haujanipa pesa. Huu ni mwaka wa 7. Niko kwa wokovu, naomba tu, lakini sielewi uko wapi. Wacha nikuonyeshe Yesu. Wacha nipate sponsor. Ndio utajua kwamba Yesu, wewe nimeomba pesa hapa, unanifanya pesa yako kazi. Kuna sponsor hapa. Unapata sponsor. Amekufikisha wapi? Amekufikisha sponsor. Sponsor anakupatia pole pole, lakini na lengo. Na lengo anakupatia pole pole sponsor. Na wanakuanga nazo. Nimeona mtu mwingine ameact. Aliingia kwa bar, akapata hapo wasichana hapa akaangalia, akatoka. Hakuna mwingine hapo nje. Msichana mzuri. Hakuongea. Alimuuliza, how are you? Fine. Where are you going? I'm Joseph. Akatoa bunda la pesa hapa kwa koti, imefungwa madola. Akamwambia, how am I able to spend this money? Sina mtu wa kutumia hizi pesa naye. But I can see you're worthy. Ninaweza kuona unastahili. What do you say? Mjana akasema, this is my life. Hii ni bahati yangu. Wakaenda wakaburudika. So jamaa akasema, we are booked a room hapo here. Tutaenda hapo juu, tuna chumba tumekodisha. Wakapanda huko juu kwa chumba. Walipoenda huko, katika ile hali ya huyu jamaa kutaka kumsogea msichana, huyu jamaa alipotoa meno yake na mwanya, huyu msichana akashangaa, huyu mtu ako na meno aina gani? Meno kunaenda ndani na kunaenda ametoka nje. Akicheka kaka pepo, akasema ai. Jamaa akamwambia, cool, you have already eaten what belongs to me. So what? Umeshakula vile vyangu, kwa hivyo sana kadhani ni mchezo. Ulimi ukatolewa, ukaenda paka kwa ukuta. Msichana akaambiwa, kuna haja nikwambie kila nataka, fanya vile nitakavyokuambia. Sitakumalizia, lakini elewa ni nini kilifanyika.
huyo msichana alipotea, hakuonekana. Sisi ambao tunapenda sponsor, tafuteni kwa bidii. Wapo. Siku hizi mambo ya sponsor yamepita na wakati bwana. Mimi nawaambia, hapa ndio tunasikianga mambo. Kuna mama mwingine alitaka sponsor kwa mtandao na akapata. Jamani anaitwa Joseph. Lakini ikifika usiku, jamaa pia huko kwa inaitwa kwa Facebook, anamwambia mama, fanya hivi, piga picha matiti yako unitumie. Piga picha matiti anatumia. Akamwambia geuka huko pale nyuma, piga kwa matako. Mnacheka hapa unasikianga mama. Mwisho akaambiwa sasa piga picha sehemu asili, kwa sababu nakupenda sana, na ukipiga hiyo kimaliza sasa itakuwa kwa ndege na kuja kesho. Hapo mama akashtuka kidogo, lakini baadaye picha ilipigwa. Usiku wa saa 6 akaona elephant, najua kwa Kiswahili ndovu mkubwa, yani ndovu ako hapa na mama ako pale kwa kitanda, lakini sehemu ya siri ya ndovu inatoka hapa inafanya pale mama, na iko hapa. Wacha kushangaa, unashangaa nini? Na hii mambo sisi wao tunatafuta. Sio watu wanataka pesa. You want money, you will get money. Aliona ndovu imeingia na mlango, ndovu. Hata nataka sponsor. Utapata. Lakini utajikuta kuzimu. It took us time. Gharimu wakati to deal with that demon. Kupambana na hilo lipepo. This one implies and shows very well how there is no love of God in us. We want things but we don't want God. Hii inaonyesha kwamba hatuna upendo ndani yetu. Tunahitaji mambo ya Mungu lakini tunahitaji baraka. Tunahitaji vitu, tunahitaji Mungu. Amen. But the Bible says, seek ye first the kingdom. Lakini maandiko yanasema kwamba tafuta kwanza His righteousness. na haki yake. In righteousness. Katika haki. Where righteousness is, palipo na haki, there is God's love. kuna upendo wa Mungu. There is God's love. Kuna upendo wa Mungu. In the kingdom, katika ufalme, there are treasures. kuna hazina. And this treasures belongs to us. Na hizi hazina ni zetu. The Bible says, maandiko yanasema, we are heirs with Christ. Sisi ni warithi pamoja na Kristo. What Jesus has, we have. Kile Yesu alichonacho tuko nacho. What belongs to Jesus belongs to us. Ambacho ni cha Yesu ni chetu. So watu wengi siku hizi kanisani wanakuja wabarikiwa wapate pesa. Na ndio maana tubarikiwe, kwa sababu lengo la Mungu si watu waje kanisani wapate pesa. Lengo la Mungu ni watu waje kanisani, waje kwa nyumba yake, wafue nafsi, walete watu kwa Yesu, na kisha Mungu atawalipa kwa viwango na wakati wake mwenyewe anapopendezwa yeye. Say amen. Amen. Naona watu wanashangaa, pastor, na mambo namna gani yako. Na siku ingine nilisema hapa, msikie. Sijui kama nilisema ama nilisema. Kuna watu ambao mtoto wao akizaliwa siku ya kwanza wanaweka kwa uzao. Mara anaweka sijui kwa nini. Mara anaweka. Hamjawahi jua kwamba shetani anateka nyara nyota za watu kwa mitandao. Sasa hivi nimempataje? Unaweka mtoto wako mzaliwa kwa mtandao, na kuna wachawi wanabusu ile picha na wanadai yote mtoto wako.
Unashangaa mtoto mbona kuna tabia zingine sielewi. Kumbe mtoto kitambo ashaenda. There's a man of God that was watching. Hii sikuwa najua, but there's a man of God that was watching one of the Nigerian preachers. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anamwangalia kule Nigeria. Akasema hii style inakaa hivi. Alafu unajipiga picha inatokea kwa matako. Alafu na kwa mtandao umekaa hivi. Kumbe Freemason wale makachero kubusu kwa kiona picha wanaikusu. Lack of knowledge, kukosa maarifa is very bad. ni mbaya sana. How many fools in their hearts that they need love of God? Wangapi wetu tunasema katika mioyo yetu tunahitaji upendo wa Mungu. You feel in your heart Unahisi katika moyo wako that there is no love of God in you. kwamba hakuna upendo wa Mungu ndani ya maisha yako. Je, unafeel katika moyo wako kwamba upendo wa Mungu umepungua? Now, when God loved us, Wakati Mungu alitupenda sisi, the Bible says maandiko yanasema in John 3:16 katika kitabu cha Yohana 3:16 that he gave his only begotten son, alimtoa mwanawe wa pekee for whoever believes in him kwa yeyote atakayeamini ndani yake will never perish but have everlasting life. hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele. Now, Sasa basi, by God's love, kwa upendo wa Mungu he sent his son akamtuma mwanawe to come. ili aje, And through God's love, na kupitia upendo wa Mungu we are saved. tumeokolewa. And now, the same love, Sasa upendo huo huo we need to love others. tunahitajika kupenda wengine, Not by words, si kwa maneno, but by action. kupitia vitendo, By action. kupitia matendo, By action. kupitia matendo. What am I saying? Anasema nini? We need to love God Tunahitajika kumpenda Mungu by those that we see. kwa wale ambao tunawaona. You will not love God because you don't see. Haupendi Mungu kwa sababu haumuoni. We need to love God Tunahitajika kumpenda Mungu by the virtue of those we see. kwa wale watu ambao tunawaona. What do I mean? Anamaanisha nini? Now, Pastor Jikam. Mchungaji John. Now, these are 20 shillings. Hiyo ni shilingi 20. 10. 10. I will bless you with all of them. Nitakubariki hizo zote. Now, these are 20 shillings. Hizo ni shilingi 20. But these 20 shillings Lakini ya 20 are 10. ni 10. Why have I given you? Kwa nini nimekupa hiyo? With the love of God in my heart, Kwa ule upendo ndani ya moyo wangu, I've given you what I have. nimekupa nilicho nacho. Not because I've got some money somewhere, Si kwa sababu nina pesa nyingine mahali. but I've given you this Nimekupa hiyo because I have it. kwa sababu ndiyo niliyo nayo. Not because I've given you 20 shillings. Kwa sababu nimekupa 20, What are you supposed to do? unastahili kufanya nini? Are you supposed to eat all of them? Unataka kukula yote? If you want to show love, Ukitaka kuonyesha upendo, share with somebody. gaanya na mwingine. It was the love from God to the Son, to human beings. Ulikuwa ni upendo wa Mungu kwa mwanawe kwetu sisi wanadamu. Because God loved us, Kwa sababu Mungu alitupenda, Jesus accepted. Yesu akakubali. And the Bible says, Na maandiko yanasema, the voice was heard in heaven, sauti ikasikika kutoka mbinguni saying, ikisema, whom shall I send nitamtuma nani to go ili aende and save my people? na kaokoe watu wangu. And the Bible says, Na maandiko yanasema, it was quiet in heaven. ilikuwa kumenyamaza. All of a sudden,
am here. Niko hapa. I will go Nitaenda to open 7 seals. kufungua mihuri 7. And there's no way Jesus could open the 7 seals without the love. Hakuna venye Yesu angefungua ile mihuri 7 bila upendo. Your love, Upendo wako that you should show to people, is by giving. ni kupitia kwa kutoa. Genuine giving. Kutoa kwa kweli. Si kule kutoa ambako pastor kimnunulia Biblia, alafu naambia mbwela pale, nimemnunulia pastor che Biblia, na kama singekuwa mimi hangekuwa na Biblia. That is not giving, that is not love. Huo si upendo, huko si kutoa. Hata kama ishaka ambayo nimevaa, wewe ndio ileta kwangu, wachana naye. Ilifika, ulidhihirisha upendo, lakini usiende kuambia Kabwere ya kwamba nilinunulia pastor ile shanga, unaona ile alikuwa anahubiri nayo leo, na kuambia kuna baraka hapo. Na kuna upendo wa kweli. Somebody say amen. Mtu sema amina. Now that is the weakness that we have as a church. Huo ndio udhaifu tulionao kama kanisa. Share. Shiriki. Show that love. Onyesha huo upendo. And be quiet. Na unyamaze. Let God. Wacha Mungu Bless your life. abariki maisha yako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. As you give, it shall be given to you. Unapotoa utapewa pia. As you give in love. Unapotoa toa katika upendo. Give in love. Toa katika upendo. Share in love. Shiriki kwa upendo. Stand for love. Simama kwa upendo. Do what is loving. Fanya kile ambacho kinapendeka. And God will bless you. Na Mungu atakubariki. Somebody shout amen. Sema amina. Lastly, Ya mwisho in conclusion, na kumalizia is this. ni hii. Let me read to this statement here. Wacha kusomee. Perhaps we cannot make our love perfect in our first try. Hatuwezi kufanya upendo wetu kukamilika katika jaribio letu la kwanza. But love is not only a one-time act. Lakini upendo si tendo moja na mara moja. Love is not only a one-time act. Upendo si tendo tu na mara moja. It is an act that we should practice consistently. Ni tendo la kuifanyia kazi kila wakati. Consistently. Bila kukoma. Give and give and give. Toa na utoe na utoe. Share and share and share. Shiriki na ushiriki na ushiriki. Preach Jesus, Jesus, Jesus. Hubiri Yesu, Yesu, Yesu. Persistently. Kwa kutokoma. True love. Upendo wa kweli. It is always there to give, but not only to receive. Uko pale kutoa na si kupokea. You give Unatoa more than how you see. jinsi vile unapopokea kuliko vile So unapopokea. the more you give, Venye unatoa, you open an avenue of receiving. unafungua mlango wa kupokea. When God gave His only Son, Wakati Mungu alimtoa mwanawe wa pekee, He received the whole world. alipokea dunia nzima. After the death of Jesus Christ, Baada ya kifo cha Yesu Kristo, all human beings wanadamu wote belong to God through the covenant. ni wa Mungu kulingana na agano. When you are accepted. Wakati utakubali. Kubali Baba, umetuleta tunakuabudu, wewe sifa. Kubali Baba, umetuleta tunakuabudu, wasanii